Ujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni ambacho kinarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka katika jiji la dhahabu kwa maana ya Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Ijumaa, Julai 31 mwaka 2026. Tulionayo hii leo. Umoja wa Afrika umeidhinisha mpango wa miezi 6 wa kufufua mchakato wa amani katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakuna imani kubwa ambayo tunaweza kutia katika hilo. Ni kama tu kuletea tu Wakongomani tumaini. Ni Omar Kavota huyo, utamsikia kiundani kabisa hapo baadaye, usiondoke. Wakiwa wamekutana katika mkutano mkuu wa dharura uliofanyika Alhamis, Julai 30, 2026 huko Biakato, viongozi wa mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za binadamu wa utawala wa kijadi wa Babila Babombi katika wilaya ya Mombasa mkoani Ituri wameamua kuitisha siku 2 za kusitisha shughuli zao za kawaida katika eneo lote la utawala huo. Na kwa upande wa burudani ya muziki, mwanamuziki wa nyimbo za kitamaduni Sikorome amefariki dunia hiyo jana katika jiji la Durban hapa nchini Afrika Kusini. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Bedi Jean de la Croix, karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Hali ya usalama katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzorota, huku mikoa ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini, Tanganyika na Ituri ikiendelea kushuhudia matukio ya vurugu, mashambulizi ya makundi yenye silaha na hali ya wasiwasi miongoni mwa wananchi. Licha ya juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali, jeshi la taifa na wadau wa kikanda, maeneo mengi bado yanakabiliwa na changamoto za kiusalama ambazo zimeathiri maisha ya kila siku ya wakazi. Katika mazingira haya, mjadala kuhusu nafasi ya mchango wa makundi ya wazalendo umeendelea kushika kasi. Wakati baadhi ya wananchi wanaamini makundi haya yana jukumu la kusaidia kulinda jamii dhidi ya vitisho vya kiusalama, wengine wanahoji mwenendo wa baadhi ya wanachama wake, wakidai kuwa wamekuwa wakitenda kwa maslahi binafsi badala ya kutanguliza maslahi ya taifa na usalama wa wananchi. Ili kupata ufafanuzi zaidi kuhusu hali halisi ilivyo katika maeneo haya, tathmini ya juhudi za kurejesha amani pamoja na nafasi ya makundi ya wazalendo katika muktadha wa sasa wa usalama, Strategia na Mubamba, yeye ni msemaji wa kundi la wazalendo la FABB la Kalembe Ngoma Nzito Delphin, anaeleza zaidi kuhusiana na hali ya kiusalama katika mikoa ya Kivu Kusini na Tanganyika. Kwa kweli jimboni Tanganyika hamuna vita yoyote, bali kuna jeshi la taifa pamoja na wazalendo ambao wana zibiti usalama vilivyo wakishirikiana na jeshi la Burundi katika hali ya kuimarisha usalama wa raia, ili kwamba raia aendeshe shughuli zake bila tatizo. Ni kweli kwamba mapambano makali yalizuka asubuhi mapema ya hii tarehe 30 Julai mwaka wa 2026 kwenye kijiji cha Rugezi, mitaa ya Kimete, Karumburwa, Rugezi Center ndio ambayo iliweza kukabiliwa na mapambano hayo. Wazalendo wa CPLC FABB wanaoongozwa kijeshi naye Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito waliweza kufaulu kuwarudisha nyuma magaidi wa M23 ambao walikuwa wanatamani kupenya ili wajielekeze kwenye maeneo ya Mikalati na watekeleze mauaji ya kimbari dhidi ya raia kwenye maeneo hayo. Wazalendo hao waliweza kuwadhibiti wakati ambapo asubuhi mapema ya saa 11 ndipo mapambano yaliweza kuanzishwa, na wazalendo pamoja na jeshi la taifa walifanya kazi ya ziada na adui hakufaulu kuendelea na karudia. Ni kweli kwamba mapambano hayo ambayo yaliweza kuanzishwa asubuhi mapema yalisababisha raia wengi kuweza kuyahama makazi yao. Walio wengi walikimbilia porini, wengine walikimbilia kwenye vijiji kando kando, huku wakihofia usalama wao. Takribani 40% ni raia ambao waliweza kukimbilia porini na 60% ni wale ambao walikimbilia kwenye vijiji kando kando ya Kimete, mkiwemo Mikarati na Katete, Ebososhi na kadhalika. Raia hao baadhi yao wanakosa chakula, wengi wanalalama ukosefu wa chakula. Watoto baadhi yao wanaishi katika mazingira mabaya kwa sababu ya ukosefu wa hema na vitu vya kujifunika.
na raia hao kwa kweli wanaomba serikali iweze kuwajia na misaada wakishirikiana na mashirika za kihutu ili kwamba waweze kunufaika na misaada. Na mtangazaji, acha nikukumbushe kwamba maeneo ambayo inadhibitiwa na wazalendo ni usalama, amani, maridhiano ndivyo vinaonekana kwenye maeneo hayo, na hakuna hata jambo moja la kusikitisha wala la kuogopesha raia ambalo linapatikana kwenye maeneo hayo. Raia wote wanaendesha shughuli zao bila tatizo, walimaji wanalima, wachuruzi wanachuruza, watoto wanaenda shule, likizoni ikimalizika. Usalama ni wa kuridhisha na hakuna anayeendelea kubabaika. Wazalendo walichukua silaha ili kuweza kulinda usalama wa raia na mali yake, kulinda nchi ya Kongo isiweze kugabuliwa, kupiganisha historia ya Kongo isiweze kuharibiwa na waasi pamoja na nchi za Ulaya ambazo zinaunga mkono nchi fulani za Afrika ambao wana nia ya kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazalendo waliapa kwamba Kongo itabakia ni moja na hakuna mtu ambaye ataweza kuigawa. Ndio sababu waliweza kuchukua silaha. Kwa kweli, wanamtangazaji, ni kwamba jimboni Tanganyika kuna amani, maridhiano. Jeshi la taifa pamoja na wazalendo wanadhibiti usalama vilivyo. Raia wanaendesha shughuli bila tatizo. Kila mtu kutokana na shughuli zake anaziendesha bila tatizo hata moja. Na pia tatizo ni kwamba ujumbe wetu ni kwa raia ambao wanaishi kwenye maeneo inayodhibitiwa na jeshi la Rwanda wakishirikiana na majeshi ya nchi kadhaa za Afrika Mashariki, mkiwemo jeshi la Somalia, jeshi la Eritrea, jeshi la South Sudan, jeshi la Uganda na lile la Rwanda. Hata jeshi la Kenya nalo linashiriki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuyumbisha usalama na linashiriki katika shughuli ya kuua Wakongomani. Ujumbe ni kwamba raia wote wa Kongo wawe na amani, wawe na tegemeo. Siku moja uvamizi ambao unatukabili utakomeshwa, kwa sababu tumekwisha kujua nani adui wa Kongo na nani rafiki wa Kongo. Tusimame imara, tuungane mkono kwa mkono, tuendeshe shughuli zetu za kizalendo bila tatizo. Siku moja Kongo, raia wa Kongo wataendesha shughuli zao bila tatizo na wataishi kwa amani. Ni Strateji na Mubamba, huyo msemaji wa kundi la wazalendo la Fabio Bilaki Kalembe Ngoma Nzito Delfe, ambaye ameeleza kabisa kuhusiana na hali ya kiusalama katika mikoa ya Kivu Kusini na Tanganyika. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu. Umoja wa Afrika umeidhinisha mpango wa miezi 6 wa kufufua mchakato wa amani katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Awali nilifanya mahojiano na Omar Kavota, yeye ni mchambuzi wa siasa za DRC na maziwa makuu kutoka Beni, DR Congo. Nilimuuliza kama anaonaje uamuzi wa Umoja wa Afrika wa kuanzisha mpango huu wa miezi 6. Omar Kavota alianza kwa kutoa mtazamo wake. Tumeweza kusikia hiyo kauli ya Umoja wa Nchi za Afrika, lakini kinachoweza kusemeka ni kwamba hakuna imani kubwa ambayo tunaweza kutia katika hilo. Ni kweli inaonyesha kuwa kwa upande mmoja jumuiya ya kimataifa hasa nchi rafiki za DRC zinaonekana ya kuwa zinapenda kusaidia nchi hii, lakini ni kama tu kuweza kuletea tu Wakongomani tumaini, sababu hivi tukizungumza sio mara ya kwanza Umoja wa Nchi za Afrika kusema unajihusisha. Sio mara ya kwanza jumuiya ya kimataifa kupitia miungano ya kanda kama SADC, kama Eastern Africa Community, kama umoja hata wa mataifa, wote kwa namna moja ama nyingine wamesema ya kuwa wanajihusisha na mchakato wa amani,
mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini wakongomani wenyewe wanatazama tu, wanatulia, wanafikiri amani itapatikana kesho, amani itapatikana wiki ijayo, amani itapatikana mwezi huu. Hakuna chochote. Badala yake watu wanaona tu makundi ya waasi, makundi ya jeshi ya taifa inaendelea kukabiliana na waasi na wavamizi, na hiyo hakuna leo hotuba fulani ambayo inaweza kuacha watu wafikiri ya kuwa amani imefika. Lakini ni kutazama tu na kuona, kupatia majira muda kuona nini kitatokea, sababu wakati huo Rais Felix Tshisekedi amedai ya kuwa ataweza itisha mdahalo wa taifa ili kuhakikisha kuwa inashughulikia masuala ya amani, masuala ya usalama, na hii inaendelea tu kuleta tumaini, lakini tumaini ya kweli ambayo haiwezi kuacha wakongomani wafikiri ya kuwa amani yenyewe ama usalama wenyewe vimefika. Tubaki hapo hapo. Pengine kwa mtazamo wako, unadhani ni nani anapaswa kubeba jukumu kubwa kabisa jukumu kubwa kabisa katika kuhakikisha amani inapatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kwanza viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni jukumu ya kwanza, sababu ni kwa hiyo ndio rais wa nchi aliweza kuchaguliwa, akateua serikali, na serikali hiyo ina muhula wa kuweza kupelekea nchi ipate amani ya kudumu, ipate usalama, ipate maendeleo. Na ni jukumu ya kwanza kweli DRC, viongozi wa DRC kuweza kuletea amani ya kudumu. Lakini kando na jukumu ambayo ni ya viongozi wa DRC, sharti tujue ya kuwa nchi zote zinatembea kwa muungano, kwa uhusiano na mataifa mengine. Ndiyo maana tunakuwa tukisema ya kuwa kando na viongozi wa DRC wenyewe, jumuiya ya kimataifa ina jukumu pia ya kusaidia. Sasa wakati AU, Umoja wa Nchi za Afrika, unasema ya kuwa utafuatilia, kama tu sio ahadi tu ya kuweza kupelekea wakongomani wasinzie wakisimama, tunafikiri inaweza kusaidia, sababu ni jukumu pia ya jumuiya ya kimataifa kuhakikisha ya kuwa raia wa dunia wanaishi ndani ya amani, raia wa Afrika wanaishi katika usalama. Sasa DRC haiwezi kukatala msaada wowote ambao unaweza kuchangia kuleta amani na usalama vya kudumu. Swala la amani au mchakato wa amani ni mchakato ambao unaomba muda sana. Je, unadhani miezi 6 inatosha kuleta mabadiliko ya maana katika hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Iwapo si ahadi tu, iwapo kuna nia rasmi, miezi 6 ni mingi zaidi. Miezi 6 ni mingi. Unajua baadhi ya raia mashariki mwa DRC wamefanya zaidi ya miaka 30 wakiwa ndani ya vita. Sasa vita vya hivi karibuni ambavyo vimeendeshwa na uvamizi wa Rwanda kutumia mwavuli wa AFC M23 ni msumali ambao umekuja kuongezwa ndani ya kidonda. Sasa iwapo inasemeka tunapana tena miezi 6, wakati raia wanafikiri wanatarajiwa wakombolewe kabisa, watoke ndani ya utumwa huu wa ugaidi, utumwa huu wa uvamizi, utumwa wa uasi. Wakati wanaambiliwa miezi 6, inakuwa kama ni mingi. Ni kweli miezi 6 ni kidogo iwapo inaweza kuchukuliwa kama kweli mchakato wenyewe wa kurudisha amani ya kudumu unaanza. Sasa sio tu kuleta maahadi, ni muda wa kusaidia serikali ya Kongo, hata kijeshi, hata kisiasa, kidiplomasia, sijui kaka mbinu zote, ili kuhakikisha kwa amani ya kudumu inaanza. Na inapaswa anja kwa kuomba Rwanda iweze kutosha vikosi vyake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuomba AFC M23 isitishe mashambulizi zidi ya ngome za jeshi na zidi ya raia, na kupiga makundi yote ya kigaidi katika nchi ya katika eneo hili ya mashariki,
hapo ndipo raia wataona ya kuwa miezi 6 imeanzia wapi. Miezi 6 inaanza leo. Sasa inaomba leo watu waanje kushuhudia nini kinaendelea, kile ambacho kinaweza kuwa tofauti na yale ambao wameshuhudia jana. Wananchi wengi wa DRC haswa wale ambao wameonekana kuchoshwa na vita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakuwa wanahoji maswali mengi sana bila majibu. Wamoja wanajiuliza, inakuwaje nchi ndogo kama Rwanda hivi inasumbua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyokubwa kiasi hiki? Inakuwaje nchi ndogo kama Rwanda ambayo uchumi wake ni mdogo inasumbua nchi kama DRC ambayo ina uchumi mkubwa? Kuna mpaka wamoja wanafikia kusema kwamba ni lazima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itangaze vita hadharani na nchi ya Rwanda. Unadhani hii inaweza kusaidia kurejesha amani huko DRC endapo serikali inaweza kutangaza hadharani vita dhidi ya Rwanda? Unajua, watu wamechoshwa na ahadi ya kupata amani. Watu wamechoshwa na ahadi zinazotokana na siasa, diplomasia, na kile ambacho watu wanatarajia ni kutumia nguvu ambayo inaweza kuwaweka kando na haya mashambulizi ya mara kwa mara ya Rwanda au na huu uvamizi wa kila kukicha wa Rwanda. Kutangaza vita ni kimoja, sababu kutangaza kinaweza hata serikali inaweza kutangaza, hata Umoja wa Afrika unaweza kutangaza, lakini kile ambacho watu wanapenda ni vitendo, sababu yule ambaye hata atafanya kile ambacho kinahitajika si lazima tu akitangaze. Hata serikali ya Kongo inatangaza vita ya moja kwa moja na Rwanda, sio kusema kwa kutangaza hiyo itakuwa imeweza kuishinda, lakini jeshi na vifaa vya kijeshi na siasa yenyewe ambayo inaanzisha mtutu wa kweli inaweza kuacha pasipo hata kutangaza. Inaonekana ya kuwa DRC imejipanga kumaliza ubeberu wa nchi jirani Rwanda ambayo inaendesha ubabe na ukaidi kwa kuweza kuvamia nchi ya Kongo. Yani haitoshe tu kutangaza kupitia bunge, kutangaza kupitia rais ama kutangaza, ni vitendo. Yani jeshi inapaswa kujiweka, kujipanga, inapewa vifaa na inaanza na kuanza vita, sio kuanzia tu Rwanda, kuanza kwa pale ambako askari wa Rwanda wanapatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa iwapo ni kuwafieka toka Kongo hadi kuwapeleka hadi Rwanda kwenyewe, itaonekana tu kwa macho, sio hata kuitangaza. Sasa pengine nikuulize swali la mwisho, ikiwa ungepewa nafasi ya kushauri, ungependekeza hatua gani za kupewa kipaumbele katika miezi hii 6 ambayo imependekezwa na Umoja wa Afrika? Ikiwa ningalikuwa na ushauri, ni kumwambia rais wa nchi ya Kongo kama ana marafiki wa kweli wa Afrika ni wale ambao wanaweza kumsaidia kijeshi. Na katika miezi 6 hii iliomba wiki 2 za kwanza kupangwe mapambano ya kuweza kuwafieka wale waasi, wale wa askari ambao wametoka Rwanda kuvamia Kongo, wanaanza kufurushwa. Mwezi wa 2 itakuwa inategemea sasa kuimarisha mamlaka ya serikali pole kule ambako waasi watakuwa wamefurushwa katika mwezi wa kwanza. Mwezi wa 3 ni kuleta uongozi, wale waongozi kwa mfano ambao walikuwa wameshakimbia maeneo ya Goma, wale wasimamizi wa jimbo wa Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini wanarejeshwa hapo. Na miezi ya 3 inakuwa sasa kutokomeza makundi yote mengine ambayo inaweza leta usumbufu na kuweka vikosi kwenye mipaka ya Kongo na Rwanda ili kuhakikisha ya kuwa hali ya maisha ya kweli inarudi, maendeleo inaanza, na miezi 6 yenyewe inakuwa ya kuonyesha ya kuwa kweli kabisa maisha ya kawaida imerudia na maendeleo sasa inazingatiwa. Ni Omar Kavota huyo ambaye nilifanya naye mahojiano hivi punde. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako.
Kwingineko ni kwamba wakiwa wamekutana katika mkutano mkuu wa dharura uliofanyika Alhamis Julai 30, 2026 huko Biakato, viongozi wa mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za binadamu wa utawala wa kijadi wa Babila Babombi katika wilaya ya Mombasa mkoani Ituri wameamua kuitisha siku 2 za kusitisha shughuli zote za kawaida katika eneo lote la utawala huo. Hatua hiyo itatekelezwa siku ya Jumatatu tarehe 3 Agosti na Jumanne tarehe 4 Agosti ijayo katika maeneo yote ya Babila Babombi. Mbali na kusitishwa kwa shughuli hizo kwa muda wa siku 2, mashirika matatu ya kiraia pia yamewataka wananchi kuanzisha mgomo wa kutolipa kodi kuanzia tarehe hizo ambazo zimetajwa hapo. Sababu za uamuzi huo zimeelezwa na Bwana Muhindo Mamboro Peresi, mratibu wa shirika jipya la kiraia katika utawala wa kijadi wa Babila Babombi. Societe civile yote tatu ndani ya shifiria Babila Babombi iliweza kukaa pamoja na raia ndani ya Assemblée Générale kwa kuweza kufanya evaluation ya situation sécuritaire. Unajua tangu le 27 mwezi wa 5 shifiria Babila Babombi iko inanyanyaswa, inatingizwa sana na adui ya ADF. Pande zote ine adui iko anasikilika. Na baada ya hapo hakuna operation militaire, hakuna mulio wa risasi yenye tu kunasikia ke gouvernement yetu iko inafata adui. Alors par rapport ya vitu ambayo tuweza kufanya evaluation pamoja na ma structures citoyennes na ma composantes za société civile ni kuweza kukamata mekanisme kujinire fasi moya kusudi tuweze kusema kuambia leta yetu ifanye maoperesheni. Na ndio maana tumelomba kwa raia yote mshifiria Babila Babombi kuweza kujimobilize na kujidisponibilize tangu siku ya kwanza na siku ya pili. Tunasema kila mtu aikale kwake, hakutakuwa kazi yoyote. Mwendesha pikipiki asifanye kazi, mfanya biashara afunge mlango ile siku 2. Na baada ya hiyo siku 2 tunasema hakutakuwa kulipa betase. Hakutakuwa kulipa tasi, yani civisme fiscale. Ni kutaka kusema tunaweza kuonesha gouvernement yetu kama haiwezi kukua na percevoir makuta za mataxe na haiko natupatia vile usalama ndani ya usultani yetu ya Babila Babombi. Alors hiyo mezire tunaimetre ya vigueur na kuweza kualika population yote iungane pamoja na wenyewe wameparticipe kwa hii Assemblée Générale kusudi gouvernement ama sauti yetu iweze kufika ku destination. Ministre de Defense afanye kazi yake, commandant secteur afanye kazi yake, gouverneur wa etat de siege afanye kazi yake, na wakuu viongozi wote wa jeshi waweze kufanya kazi yao, kwa sababu tro imekuwa tro. Ikumbuke kwamba hatua hizi zitaendelea kutumika hadi tathmini itakapofanyika, ndipo uamuzi wa kuziendeleza au kuzisitisha utakapochukuliwa. Na kwa upande wa burudani ni kwamba mwanamuziki mkongwe wa nyimbo za kitamaduni Sikorome amefariki dunia kwa ajali ya pikipiki katika eneo ambalo linafahamika kwa jina la Adams, nje kidogo jiji kati la Durban katika mkoa wa KwaZulu-Natal ni mashariki mwa Jamhuri ya Afrika Kusini. Kwa mujibu wa familia, marehemu alipata ajali mbaya alipokuwa akisubiri kuvuka barabara. Kifo cha Sikorome ni pigo kubwa kwa jamii ya Wabembe na kwa wapenzi wa muziki wa kitamaduni kwa ujumla. Marehemu atakumbukwa kama mmoja wa wasanii waliotoa mchango mkubwa katika kuhifadhi, kuendeleza na kuitangaza tamaduni ya Kibembe kupitia muziki. Sikorome alikuwa miongoni mwa wanamuziki wa kwanza kuvusha mipaka muziki wa Kibembe na kufanya utambulike katika nchi mbalimbali za ukanda wa maziwa makuu. Sikorome aliandika nyimbo kadha wa kadha, ila wimbo uliomtambulisha sana ni wimbo wa Anyeshi. Uongozi wa channel hii unatoa pole za dhati kwa familia ya marehemu, ndugu, jamaa na marafiki na mashabiki wote walioguswa na msiba huu. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Sikorome mahali pema peponi. Ni mwisho wa habari zetu kutoka JCTV. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwa heri kwa sasa, ila sitakuacha patupu. Nitakuacha na kibao chake Sikorome cha Anyeshi, ambao ni kibao kabisa ambacho kilimtambulisha katika ulimwengu wa sanaa. Ila tukutane wakati mwingine panapo majaliwa. Pata burudani ya Anyeshi. Kwa heri kwa sasa. Akile nalonda anyese ngira chose na eda nine shamo nine anyese Natocha masema ye Natocha bombe na ngote Natocha mkwechi na mwalu sambo Natocha la kara ye Natocha mwamene ubema Natocha
makobola ye Shilala gambo suku malenga mose tomonane ibemte maso atilwai Shilala gambo suku malenga mose tomonane ibemte maso atilwai Shilala gambo suku malenga mose tomonane ibemte maso atilwai Shilala gambo suku malenga mose tomonane ibemte maso atilwai Shilala gambo suku malenga mose tomonane ibemte mawaso akilwai